Mahakama Kuu ya Uhujumu Uchumi, divisheni ya makosa ya rushwa, imemhukumu kifungo cha miaka 28 jela mshtakiwa Iso Loward Lupembe baada ya kupatikana na hatia ya kushiriki katika kusafirisha dawa za kulevya kiasi cha kilogramu 268.50 aina ya heroin. Mshtakiwa huyo alikuwa mshtakiwa wa kwanza kati ya watatu waliokuwa wakikabiliwa na shauri hilo la uhujumu uchumi. Akisoma hukumu hiyo tarehe 22 Januari 2026, Mheshimiwa Jaji Otaru Joachim alisema mahakama imezingatia muda wa miaka 5 na miezi 9 ambao mshtakiwa amekaa rumande tangu alipokamatwa. Kutokana na hilo, mahakama imeeleza kuwa atatumikia kifungo cha miaka 22 na miezi 3 iliyobaki ili kukamilisha adhabu yake. Katika hatua nyingine, mahakama hiyo imemwondolea mashtaka mshtakiwa Alistair Amon Mbele baada ya upande wa jamhuri kushindwa kuthibitisha mashtaka dhidi yake. Mshtakiwa huyo alikuwa anashtakiwa pamoja na wenzake katika shauri la uhujumu uchumi namba ECO 36/2020. Shauri hilo liliwahusu watuhumiwa watatu ambao ni David Kanayo Chukwu, raia wa Nigeria, Iso Loward Lupembe na Alistair Amon ambao ni raia wa Tanzania. Kwa upande wa mshtakiwa David Kanayo Chukwu ambaye ni raia wa Nigeria, kesi yake bado inaendelea katika mahakama hiyo baada ya kukana shtaka linalomkabili. Kwa upande wa mshtakiwa David Kanayo Chukwu ambaye ni raia wa Nigeria, kesi yake bado inaendelea katika mahakama hiyo baada ya kukana shtaka hilo linalomkabili. Kwa upande wa jamhuri, katika shauri hilo liliwakilishwa na mawakili wa serikali Elizabeth Muhangwa na Foibe Magili. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, watuhumiwa hao walikamatwa tarehe 15 Aprili 2020 katika eneo la Mbezi kibanda cha mkaa na maafisa wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA, wakidaiwa kusafirisha dawa za kulevya kiasi cha kilogramu 268.50 aina ya heroin. Mahakama imeahirisha shauri hilo hadi tarehe 23 Februari 2026 litakapopangwa kusikilizwa tena kwa ajili ya kuendelea na hatua za kisheria dhidi ya mshtakiwa aliyebaki.